السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ndugu zangu Waislamu, hii leo tuko katika tarehe 3 ya mwezi wa Al-Muharram katika mwaka wa 1445, kwa maana ya kwamba tumeingia katika mwaka mpya mwingine wa Kiislamu, mwaka wa 1445 tangu hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangu kuhama na kugura Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Tarehe ya Kiislamu ilianza kuhesabiwa kutoka wakati huo. Kwa hivi sasa imetimia miaka 1445 katika mwezi huu wa Muharram. Kwanza, mwezi huu ni katika miezi minne mitakatifu ambayo imeelezewa kwenye Qur'ani na As-Sunna. Lakini katika mwezi huu kuna matukio mengi makubwa yaliyotokea kihistoria tangu kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na baada yake. Katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla yake, ni tukio kubwa la kuokolewa Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam pamoja na wafuasi wake katika wana wa Israeli dhidi ya mikono michafu ya Firaun alayhi la'inullah. Kadhalika tukio la kuangamizwa Firaun na watu wake kwenye bahari ni tukio ambalo lilitokea katika mwezi huu. Lakini katika matukio mengine makubwa yaliyojitokeza ni tukio la kuuawa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim radiyallahu anhu wa an abihi. Tukio hili lilitokea katika mwezi huu wa Muharram. Lakini pia katika mwezi huu kuna mambo mengi ambayo watu wameyazusha na kuyaweka, hasa katika zama za karibuni. Mfano, tukio la kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu na watu kupongezana kwa ajili ya jambo hilo, wakiwaiga Wakristo, kwa kuwa mwaka mpya umeingia. Kwa hiyo watu wanasherehekea kwa hafla mbalimbali, na wengine wakipongezana kama wafanyavyo Wakristo kwa mwaka mpya wao. Katika Uislamu hakuna mambo hayo. Sisi katika hutuba yetu ya leo, kutokana na mambo hayo mengi ambayo yanapatikana katika mwezi huu wa Muharram, kwanza utukufu wake na haya tuliyoyataja, tutachagua jambo moja kulizungumzia ambalo ni jambo muhimu, nalo ni suala la kuuawa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Husayn bin Ali. Kwa kuwa tukio hili na historia yake ni ndefu, tutalizungumza kwa ufupi, na insha Allah tutakuja kukamilisha katika khutba nyingine. Tutazungumza kwa kadiri ya haja,
mambo kwa kiasi cha kueleweka. Yatakayobakia insha Allah tutakuja kueleza kwenye hutab nyinginezo insha Allah. Suala la kuuawa Al-Husayn bin Ali, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni dhulma isiyokubalika, ni dhulma. Ameuawa kwa dhulma, na hili wanadamu wote kabla ya Waislamu watu wote wanakiri kwamba hii ni dhulma na si haki. Kumuua Muislamu pasi na hatia ni dhulma na ni jambo baya. Sikwambii kwa mtu kama huyu ambaye ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia binti yake Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anha, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuelezea kuwa ni sayyidatu nisa'i ahli aljanna, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi katika sahihi al-Bukhari kwamba Fatima ni sayyidatu nisa'i ahli aljanna. Na manaqib za Fatima na sifa njema na fadhila zake katika sunna zimekuja nyingi na ahli sunna wamezielezea, lakini tutosheke kwamba ni binti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ndiye mwenye mtoto huyu Al-Husayn bin Ali. Kwa hiyo sisi kwetu sisi Waislamu ni mtu aliye na nafasi kubwa sana kwa nasabu yake na cheo chake alichokuwa nacho cha kuwa yeye ni sahaba, yeye ni katika Waislamu bora. Nafasi yake kwetu sisi ni kubwa sana. Kwa hiyo hatulipuuzii jambo hili, bali tutabaki kwenye lile ambalo tumeamrishwa na sheria ya Kiislamu na kufanya istirja' inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kwa kuwa aliuawa ni Muislamu tena mwenye nafasi hiyo tuliyoitaja. Sasa jambo hili ni jambo la kihistoria, lakini linatumika vibaya. Miongoni mwa sababu za msingi ambazo zinatupelekea sisi tulizungumzia jambo hili ni kutumika tukio hili kwa ubaya, na watu wakatumia kama diaya na propaganda katika kueneza batili yao. Na hili ni jambo la kusikitisha sana. Jambo hili ni jambo ovu limejitokeza, lakini kuna watu wanalitumia tukio hili katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya kulipotosha, kwa kueneza uovu wao na uongo wao kwa ajili ya kupotosha historia. Na hapa ndipo ambapo tunaona kuna uwajibu wa kila mara unapotokea munasaba wa jambo hili kulizungumzia jambo hili, kuwaweka Waislamu sawa, kwa sababu kuna watu katika Waislamu wanafuata sana awatif, yani wanafuata zaidi mambo ya hamasa na hisia na jazba kuliko kuyahakiki mambo kielimu, kwa kuwa Waislamu wengi hawataki kujifunza katika dini yao, na wale wanaosoma katika dini wengi wao wanakuwa hawana utafiti katika mambo ya dini. Kwa hiyo ni rahisi wao kudanganywa na wao wakawadanganya wenzao. Kwa hiyo katika kusoma au kulielezea tukio hili kuna fawaidi nyingi. Miongoni mwa hizo, kwanza ni kuifahamu historia sahihi, lakini pia kupata mazingatio ya kupitia tukio hili kuonyesha ubaya wa madhalim, kwamba mtu anapokuwa amefanya jambo la dhulma basi hatima yake itakuwa ni mbaya, na hilo litakuwa limewekwa katika historia na atatajwa kwa ubaya, lakini mwisho mwema wa watu wema vile vile kuna mazingatio ndani yake. Kwa hiyo wewe ukisimama katika haki, hata ulimwengu mzima ukakupiga vita, maadamu umesimama upande wa Allah jalla wa ala, jambo lako litakuwa kwenye mafanikio hata kama utauawa. Na vile vile tunalizungumzia jambo hili kwa sababu ya kubatilisha au kuweka sawa upotoshaji ambao unafanywa. Al-Husayn bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, kama tulivyomuelezea, yeye ni sahaba mwenye fadhila nyingi kiasi ambacho Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifikia kutuambia kwamba Al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna. Hasan na Husayn hawa ni mabwana wawili wa watu wa peponi, kwa maana kwamba watu hawa watakwenda peponi, na huko peponi ni mabwana wakubwa. Na hadithi hizi wamezitaja na kuzipokea ahli sunna wal jamaa. Hadithi hii ameitaja al-Imam Tirmidhi katika jamii yake kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa maelezo haya ni kuonyesha kwamba ahli sunna wal jamaa wako pamoja na ahlul bait,
na wala hawajawapiga vita ahlul bait. Ahlus sunnah wal jamaa wanawapenda ahlul bait na wala hawachukii ahlul bait, na wanaitakidi ahlus sunnah kwamba yoyote mwenye kuwapiga vita ahlul bait basi huyo ni adui wa Allah na adui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni adui wa waumini. Huo ndio msimamo wa ahlus sunnah wal jamaa. Kwa hiyo kulichukua tukio hili na kulifanya kama ndio ushahidi wa kuonyesha kwamba ushia uko sawa na wao wako pamoja na ahlul bait na wanawatetea ahlul bait ni kupotosha. Au kulichukua tukio hili na kulifikisha kwa umma kuonyesha ya kwamba ahlus sunnah wal jamaa wanawachukia ahlul bait mpaka kufikia kuwaua ni kupotosha historia sahihi. Kwa tutaeleza historia tuonyeshe kwamba ni kina nani waliomuua al-Hussein. Je, ni ahlus sunnah wal jamaa kama inavyojengwa dhana na kwamba mashia wao wanawatetea ahlul bait, wao ndio watetezi wa ahlul bait na ndio vipenzi vya ahlul bait, na ahlus sunna wao wako dhidi ya ahlul bait? Ndio hivyo. Kupitia tukio hili utafahamu uongo na propaganda za uongo zinazoenezwa katika tukio hili na kuenezwa kupitia ahlul bait. Si kweli kwamba ashia ar-rafidha kwamba wana mapenzi ya kweli na ahlul bait, sio kweli. Na sio kweli kwamba ahlus sunna wanawachukia ahlul bait, kwa sababu tukio hili linaonyesha wazi na kuwakashifu wao kwamba wao ndio wenye chuki na ahlul bait na ndio waliwaua ahlul bait. Lakini kwa nini wanawataja ahlul bait? Wanataka kulitumia tukio au kuwatumia ahlul bait kama ndio ngao yao na kama ndio jishuka lao la kujifunika, ili yasidhihiri yale maovu yao wanaoyafanya dhidi ya Uislamu. Nikiingia kwenye tukio hili lilitokea sehemu moja ikiitwa Karbala. Karbala ni mji ambao au ni mkoa na ni jimbo liko ndani ya Iraq, sehemu ya kusini magharibi mwa Baghdad, kwa umbali wa kilomita takriban 100 mpaka 105 kutokea Asim, yani mji mkuu wa Baghdad, mpaka kufika katika mji wa Karbala. Al-Hussein bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu katika mwaka wa 60 Hijiria, baada ya kufariki Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Allah amridhie yeye na baba yake. Muawiya radhiyallahu anhu alipofariki tayari aliacha maagizo ya kutawala na kuongoza mtoto wake Yazid ibn Muawiya. Yazid si sahaba na Yazid hakuwa mwema hivyo, bali anakuwa na mambo mengi ya kimakosa ambayo wengi katika Waislamu wa wakati ule hasa masahaba hawakuwa wakiridhia. Lakini alipitishwa akawa yeye ndiye mtawala, kwamba atakuwa nafasi ya utawala wa Waislamu. Utawala huu aliupata Muawiya baada ya msuguano mrefu baina yake na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, mpaka alipokufa Ali bin Abi Talib. Msuguano ule ukaendelea kidogo wakati wa Al-Hasan, alipokuwa Hasan amerithi nafasi ya baba yake radhiyallahu ta'ala anhu, lakini kwa maslaha aliyoyaona kwamba sisi kwa sisi Waislamu tuuana, tupigana kwa sababu ya huu uongozi, basi mimi nitajiuzulu na nafasi yangu atapewa Muawiya aongoze Waislamu. Kwa hiyo akajiuzulu katika nafasi yake, akashika nafasi ile Muawiya tangu mwaka wa 40. Mwaka ule ukaitwa mwaka wa umoja, baada al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib kaka yake al-Hussein kujiuzulu kwenye nafasi yake na kumwachia Muawiya aongoze dola ya Kiislamu. Bila ya shaka kama Muawiya angekuwa ni kafir kama alivyokuwa Abu Jahal, au ni kafiri kama Abu Lahab au Umayya bin Khalaf au wengineo katika makafiri katika sanadidi Quraysh, Al-Hasan bin Ali asingethubutu kumpa nafasi ile Muawiya. Yeye aliona kwamba huu ni ugomvi wa kimadaraka, sio kiitikadi. Hizi ni ikhtilafu za kiutawala na siasa. Maslaha yaliyoko, akaona kwamba nafasi hii ni mkabidhi Muawiya, na wao wakawa wako nyuma ya Muawiya, na Muawiya akalitawala jambo hili kwa uzuri tangu mwaka huo wa 40 mpaka alipokufa mwaka wa 60. Baada ya kufariki Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, na yeye kupitisha maamuzi ya kumtawalisha mwanawe Yazid, masahaba wengi walilipinga jambo hili, lakini wengine walikaa kimya. Miongoni mwa waliopinga jambo hili alikuwa ni Al-Hussein bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, na akawa ametoka Madina amekimbilia zake Makkah.
akakataa kuchukua kiapo cha utiifu cha kumtambua Yazidi kuwa ni mtawala. Shida ikaanzia hapa. Kwa Al-Husaini akawa amekwenda zake Makka, amekimbilia Makka, na baadhi ya waislamu katika masahaba na tabi'in hawakuliunga mkono jambo hili la kuteuliwa Yazid. Wengine wakaona kwa sababu hili ni jambo lishapita na ni fitna, wakakaa kimya. Baada ya Al-Husaini bin Ali bin Abi Talib kukimbilia katika mji wa Makka, ndipo habari zilipofika Al-Kufa, mambo yakaanza kubadilika sasa, na fitna ndipo ilipoanzia. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata was-salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Ndugu zangu waislamu, kuhusiana na tukio hili la kuuawa Al-Husayn, tukio la kinyama la dhulma, nataka tufahamu tu kwamba njama zake zimepangwa kutokea katika mji wa Al-Kufa. Mji wa Al-Kufa ni mji ambao uko katika nchi ya Iraq mpaka hii leo, uko ndani ya Iraq. Njama za kuuawa Al-Husayn bin Ali zilipangwa huko na watu wanaojiita kuwa ni wapenzi wa Ahlul Bait, wakidai kwamba wao ndio vipenzi vya Ahlul Bait, watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawapenda watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si hivyo. Wao walitumia Ahlul Bait kama ndio ngao yao ya kuwahami dhidi ya mashambulizi yoyote kutoka kwa Waislamu. Wakishambuliwa ionekane kwamba wanashambuliwa Ahlul Bait kwa sababu wao ndio wafuasi wao na wao wanawapenda. Kwa ni kama ngome ya kujihami. Ukiwashambulia inaonekana kwamba wewe una chuki na Ahlul Bait. Kwa nini? Kwa sababu unawashambulia watu wanaopenda Ahlul Bait. Kadhiban wa zuran, kwa uongo na uzushi tu. Njama hizi zilipangwa katika mji huo, na katika kuthibitisha kwamba mji wa Kufa ndilikuwa mkusanyiko wa watu wanaojidai kuwa ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib pamoja na watoto wake na wapenzi wa Ahlul Bait. Wao wenyewe Mashia katika vitabu vyao wanalizungumzia hili. Kwa mfano, Baqir Sharif Al-Qurashi katika kitabu chake Hayatul Imam Al-Husayn kwenye juzuu ya 3 ukurasa wa 12 anaeleza wazi, anasema inna Al-Kufata kanat mahdan lishia, hakika mji wa Al-Kufa ilikuwa ndio mahali na ndio kituo cha Shia, wa mawtinan min mawatin al-alawiyin, na ni mji katika miji ya watu wanaojinasibisha na Ali bin Abi Talib. وقد أعلنت إخلاصها لأهل البيت في كثير من المواطن, na kwa hakika walitangaza ikhlasi yao na utakasifu wao wa kimapenzi kwa Ahlul Bait katika nyanja nyingi. Lakini watu hawa Al-Kufa ndio ambao walimkosesha nusra na kumuudhi na kumfanyia vitimbi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na yeye aliliona katika uhai wake, na siku moja akawahutubia akiwaambia, ya ahla al-Kufa munitu minkum bi 32, enyi watu wa Kufa, mimi nimepata uzoefu kwenu nyinyi kwa mambo matatu na mingine mawili, jumla mambo matano. Mimi nimejifunza kwenu, nikatazama nikapata uzoefu kwenu nyinyi kwenye mambo matano. Sifa tano nyinyi mko nazo. Summun dhau asma', nyinyi ni viziwi wenye masikio. Wa bukmun dhau kalam, na nyinyi ni mabubu wenye maneno. Wa umyu dhau absar, na ni vipofu wenye macho. Mambo matatu, nyinyi ni vipofu lakini mna macho. Nyinyi ni mabubu lakini mnasema. Nyinyi ni viziwi lakini mna usikivu, mwasikia kiviziwi. Kwa hiyo anathibitisha kitu na anakanusha kitu. Kwa maana nyinyi mnayo macho lakini mwashindwa kuiona haki. Mnayo masikio ya kusikia na mnasikia lakini hamuisikii haki. Na vile vile nyinyi mnaweza kusema lakini hamwezi kuizungumza haki, ni watu waovu. La ahrara sidqin 'inda al-liqa, nyinyi si waungwana wa ukweli kabisa wakati wa kukutana na maadui. Kama adui anakuja, nyinyi si waungwana wala hamna ukweli. Wala ikhwana sidqin 'inda al-liqa, wala sio ndugu wa kweli wa kutegemewa wakati wa mapambano na kukutana na adui. Taribat aidikum
imeangamia mikono yenu iwe imeangamia. Ya ashbaha al-ibli ghaba anha ru'atuha, enyi watu mnaofanana na ngamia ambao wachungaji wake wametoweka. Kama ngamia ambao hawana mchungaji, hamwezi kudhibitiwa. Haya ni mambo ambayo Ali bin Abi Talib aliyaona kwa watu wa mji wa Al-Kufa. Sasa lilipokuja suala la kuwa Husaini radhiyallahu ta'ala anhu hakubaliani na uteuzi wa kuteuliwa Yazid, wao wakapatia hapo hapo, wakaanza kuandika barua nyingi kupelekea Al-Husaini wakimtaka aende katika mji wa Al-Kufa. Mshia mmoja Al-Amili katika kitabu chake kitwa Muntaha al-Amal anaeleza kwamba Suleiman ibn Surad baada ya kupata taarifa ya kuwa Al-Husaini amekimbilia katika mji wa Makka, aliwakusanya watu wa Iraqi, watu wa Kufa, akawahutubia, akawaambia maneno haya yafuatayo: ya ma'ashara Shia, innakum qad alimtum bi anna Muawiya qad halak wa sara ila rabbih wa qadima ila amali. Enyi mashia, hakika nyinyi mshajua ya kwamba Muawiya amekufa na ameelekea kwa Mola wake na ameshaelekea kwenye amali zake. Waqad qa'ada fi mawdhi'ihi ibnuhu Yazid, na katika sehemu yake amekaa mtoto wake Yazid. Wa hadha al-Husayn ibn Ali qad khalafahu wa sara ila Makkah, na huyu al-Husayn ibn Ali amemukhalifu na amekwenda Makkah hariban, hali yakuni mwenye kuwakimbia min tawaghiti ali Abi Sufyan, mataghuti wa familia ya Abu Sufyan. Wa antum, na nyinyi mashia wa Kufa, shi'atuhu, ndio wafuasi wake, wa shi'atu abihi min qabli, na ni wafuasi wa baba yake kabla yake. Waqad ihtaja ila nusratikum alyawm, na yeye amehitajia nusra yenu hivi leo. Fa in kuntum ta'lamun, mkiwa nyinyi mnajua, annakum nasiruhu wa mujahidu wa aduwi, kwamba nyinyi mtaweza kumtetea na kupigana vita na adui wake, faktubu ilayhi, basi muandikieni yeye. Wa in khiftumul wahna wal fashal, na mkiogopea unyonge na kushindwa, fala taghurru rajula fi nafsihi, msimuhuri mtu kwenye nafsi yake mkamdanganya kwamba njoo. Kama hamwezi kumtetea, msimuhuri katika nafsi yake. Haya ni maneno ya katika kitabu cha Kishia Muntaha al-Amal cha An-Najafi, akitaka kuthibitisha kuwa mashia walipopata taarifa ya kuwa Al-Husaini amekimbilia Makka, wao walikaa kikao na kupatana ya kwamba wamuite aende Al-Kufa. Wanaeleza katika vitabu vyao kwamba baada ya mkutano huo zikaandikwa barua nyingi zikaandikwa kwenda kwa Al-Husaini ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Anaelezea mshia Ali bin Musa An-Najafi Al-Hasani katika kitabu chake Muntaha al-Amal kwamba baada ya hapo waliandika barua kwa jina la Suleiman bin Surad na Al-Musayyib bin Najbah wa Rifa' bin Shaddad al-Bajali na Habib bin Mudhahir na wengineo, wakatia saini zao, wakapeleka barua hiyo, na barua ikawa inasema: salamun alayka, salamu iwe juu yako, amma ba'd, falhamdulillahi alladhi qasama aduwaka aljabbar, sifa njema zote zinamstahiki Allah ambaye amemvunja adui wako aliyejabbar, alanid, aliyempinzani. innahu laysa alaina imamun faaqbil la'alla Allah yajma'una bika 'ala alhaq, sisi hatuna kiongozi, wewe njoo, huenda Allah akatukusanya sisi kupitia wewe juu ya haki. Kisha wakaeleza kwamba gavana aliyekuwa katika mji wa Al-Kufa ni An-Nu'man bin Bashir. Anasema An-Nu'man bin Bashir fi qasr al-imara, yuko katika kasri ya uongozi ya imara. Walasna najtami'u ma'ahu fi jum'atin wala jamaa, na sisi hatukusanyiki pamoja naye katika swala ya Ijumaa wala katika swala za jamaa. Hatuendi msikitini sisi, si kwa ajili ya jamaa wala Ijumaa. Wala nakhruju ma'ahu ila Eid, wala hatutoki pamoja naye kwenda kuswali Eid. Walau qad balagna qad aqbalta ilaina, na kama itatufikia habari kwamba wewe umekuja kwetu, akhrajna, tutamtoa huyu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma hatta nulhiqahu bisham, ili tumfikishe Shamu huko insha Allah. Kisha wakaipeleka barua pamoja na wajumbe wawili, Abdullah ibn Misma' al-Hamdani na Abdullah ibn Wal, wakawapa barua kwamba waipeleke kwa Hussein huko Makka. Wakawaamrisha wende kwa haraka, wakafika kwa Hussein. Kisha baada ya siku mbili watu wa Kufa wakapeleka barua nyingine
barua hii wakampa Qais bin Mishar as-Saidawi na Abdullah ibn Shaddad na Umara ibn Abdullah as-Saluli kwenda kwa Hussein. Kisha baada ya siku mbili nyingine wakapeleka wajumbe wengine. Hawa wajumbe wa siku ya pili walipewa barua 150 kutoka kwa watu tofauti tofauti. Watu wawili wameandika, watu watatu, watu wanne, bwana barua yetu, kuonyesha kwamba watu wana hirsi ya kumtaka al-Husaini aje kwao na wako tayari kumnusuru. Na baada ya siku mbili nyingine wakamtuma Hani bin Hani as-Sabi'i na Sa'id bin Abdullah al-Hanafi, wakaandika barua nyingine, bismillahir rahmanir rahim, ila al-Husayn bin Ali min shi'atihi min al-mu'minin wal muslimin, amma ba'd, fa hayya hala fa inna an-nasa yantadhirunak. Njoo, hakika watu wanakusubiri wewe. La ra'ya lahum ila ghayrik, wao hawana rai nyingine kwa asiyekuwa wewe. Fal ajal al-ajal thumma al-ajal al-ajal wassalam, fanya haraka, kisha mwisho ni wassalam. Barua ikawa imeishia hapo. Kwa hiyo hapa tunafahamu ya kwamba watu wanaoishi katika mji wa Kufa, wengi wao kama sio wote, wengi wao walikuwa wanadai mapenzi kwa ahlul bait, ni watu wanaopenda ahlul bait. Hilo ndio jambo linalofahamika, na wao kwenye vitabu vyao wanaliandika hilo kwamba Kufa ni mawtinul alawiyin, mawtinu shia, kwa sababu Abdullah ibn Saba alipata wafuasi wengi katika mji wa al-Kufa. Myahudi Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Himyari alipata wafuasi wengi katika mji wa Kufa, hasa katika fitna ile ya kuuawa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo ni mji ambao umejitenga kwa ajili ya fitna, kama alivyotabiri Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akionyesha mkono katika upande wa mashariki kwamba al-fitnatu hahuna, fitna ya Waislamu itatokea hapa. Kwa hiyo watu hawa wa Kufa ambao wengi wao wanajidai kuwa ni wafuasi na ni wapenzi wa ahlul bait, walikusanyika na wakafanya mkutano wao, maazimio yakawa ni kumuita al-Husayn. Kwa hiyo al-Kufa ni mji wa Mashia, na wao ndio walioandika barua za kumuita al-Husayn kwamba sisi tuko pamoja na wewe, njoo, hatumkubali Yazid. Kwa hiyo inshallah katika hutuba nyingine tutakuja kuona zaidi na kufafanua nini msimamo wa al-Husayn na nini ulikuwa msimamo wa masahaba wengine juu ya kuziitikia na kuutikia wito huu uliokuja kwa kasi kutoka al-Kufa. Je, masahaba walikubali, walimshauri, na msimamo wake ulikuwaje, na mambo yalikwenda vipi, na ni kina nani waliomuua al-Husayn? Tutaona ule uongo ambao umejificha kwa watu wanaodai mapenzi ahlul bait na namna waliofanya khiana kwao na wakafikia kumuua. Leo tunaona katika miji mbalimbali katika mwambao huu wa Afrika Mashariki na nje ya hapa na nje ya nchi hizi, kila unapofika Muharram wanapojitokeza watu wanaodai kwamba wao ni wapenzi wa ahlul bait barabarani na katika sehemu mbalimbali, wakivaa mafulana na manguo meusi, wakiimba kutaka nusura ya damu ya al-Husayn, wale lakini wamerudi tena kwa sura nyingine, na hapo wakitupa lawama kwa wengine. Kwa hiyo hili tutakuja kuliona inshallah katika hutuba nyingine zitakazokuja, lakini ukweli ni kwamba ashia ar-Rafidha, hasa watu al-Kufa, wamehusika kwa asilimia zaidi ya 90 katika kumuua al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, na wala si watu wengineo. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Wala wasije wakadhania wale waliodhulumu madhalim, wasije wakadhani kwamba Allah ni mwenye kughafilika kuwaacha madhalim hata siku moja. Allah subhanahu wa ta'ala anawaakhirisha na kuwapa muda wao katika siku ambayo macho yatakodoka. Siku hiyo watatahayari na kudangana na wasijue pa kuelekea, watapatwa na majuto makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflituhu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwa anampa muhula na kumpa muda mtu dhalim, lakini akishamkamata hatamwachia. Kitendo walichokifanya ashia ni kitendo kibaya kabisa cha dhulma kisichokubalika. Kwa hiyo haya maandamano na hizi masirati na kadha na majalisi wanazifanya ni kutaka kufunika ukweli. Sasa watu wenye kujua ukweli wakikaa kimya wasifunue pazia hili, mambo mengi yataharibika. Madhulum atakuwa dhalim na dhalim atakuwa madhulum, na hili ni jambo halitakiwi katika Uislamu. Dhalim awe ndio aliyedhulumiwa
dhalim, haiwezekani. Dhalim atabaki kuwa dhalim, na yule aliyedhulumiwa hawezi kuwa ni dhalim, bali atabaki kuwa ni madhulumu hivyo hivyo. Kwa hiyo hili ni jambo linatakiwa lifunuliwe. Kwa hiyo mashekhe na tulabu ilmi walijua jambo hili, wasiwasapoti watu hawa, wakajitokeza kwamba hili ni jambo zuri. Pale pana propaganda na kampeni maalum zinafanyika ili kujentia chuki kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kutia chuki dhidi ya kundi fulani katika ahlus sunnah wal jamaa, kwamba hawa ndio wauaji wa al-Hussein. Katika Uislamu kila kitu kiko wazi, na taarikhi iko wazi, na historia iko wazi, imehifadhiwa. Uislamu uko wazi na historia yake iko wazi. Ukitaka kujua, fuatilia na fanya bahthi ya kiilmu juu ya jambo hili. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد